Waadhiri kutoka vyuo vikuu na vya kati nchini wamefanya ziara mkoani Mtwara ya kutembelea mitambo ya kuchakata gesi asilia ili kuongeza uelewa zaidi na kwenda kuandaa vijana vyuoni waweze kuingia katika ushindani wa soko la ajira. Sudani imepiga marufuku uingizaji wa bidhaa zote zinazoingia kutoka Kenya kupitia bandari zote, vivuko na viwanja vya ndege kwa muda usiojulikana. Na katika michezo, bondia wa ngumi Karim Mandonga anakuja na ngumi kanike dhidi ya bondia Saidi Mbengwa katika pambano litakalofanyika siku ya Jumapili katika uwanja wa Majaliwa Ruangwa mkoani Lindi. Na mtazamaji, ikiwa leo ni tarehe 15 ya mwezi wa 3 mwaka wa 2025, nikukaribishe katika habari kutokea hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Filipina Ndwata, nipo tayari kukuangazia habari za kutwa nzima ya leo. Na katika upande wa habari za michezo na burudani utakuwa naye Kiongo Biriani Lulu Ali, yeye ataenda kukufahamisha mengi zaidi katika upande huo. Na mtazamaji, karibu, na moja kwa moja tunaanzia nchini Sudani. Wiki chache baada ya Sudani kuahidi kuichukulia Kenya hatua baada ya Kenya kuruhusu kundi la waasi wa RSF kuandaa mikutano yake jijini Nairobi na kutangaza serikali mbadala, Sudani imepiga marufuku uagizaji wa bidhaa zote zinazoingia kutoka nchini Kenya kupitia bandari zote, vivuko na viwanja vya ndege kwa muda usiojulikana. Mzozo wa kidiplomasia unazidi kutokota kati ya Khartoum na Nairobi baada ya Sudani kutangaza kwamba inasitisha uagizaji wa bidhaa zote kutoka nchini Kenya kutokana na nchi hiyo kukubali kufanyika mkutano wa kundi la waasi la Rapid Support Forces na washirika wake. Hatua hiyo ikitarajiwa kuisababishia Kenya hasara ya mabilioni ya dola baada ya kutolewa tangazo la usitishwaji na Wizara ya Biashara na Ugavi wa Sudani, Omar Ahmed Mohamed, katika taarifa ya wizara hiyo ikieleza kwamba marufuku hiyo iliyoanza Alhamisi ni hatua ya kulinda maslahi ya taifa la Sudani. Taarifa hiyo imesema usitishwaji huo unatokana na hatua ya Kenya kulinda na kusaidia shughuli za waasi hao, lakini bado Kenya haijajibu chochote. Sudani huagiza idadi kubwa ya bidhaa kutoka nchini Kenya kama chai, chakula na dawa, ambapo tangazo hilo limezua taharuki kwa wafanyabiashara nchini Kenya. Hatua hii ya Sudani inakuja kufuatia mkataba wa kisiasa uliotiwa saini Februari 22 nchini Kenya kati ya RSF na makundi ya kisiasa na ya kijeshi ya Sudani kwa lengo la kuunda serikali mbadala katika maeneo yanayokaliwa na makundi ya waasi. Hata hivyo, Kenya kupitia Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi imesema hatua hiyo ni kutafuta suluhu ya kumaliza vita nchini Sudan na kushirikiana na Umoja wa Mataifa. Na mtazamaji, tukitoka huko nchini Sudani na sasa ni mkoani Mtwara. Wahadhiri kutoka vyuo vikuu na vya kati nchini wamefanya ziara mkoani Mtwara ya kutembelea mitambo ya kuchakata gesi asilia ili kuongeza uelewa zaidi na kwenda kuandaa vijana vyuoni ili waweze kuingia katika ushindani wa soko la ajira. Adam Malima kutokea mkoani Mtwara anayo taarifa zaidi. Wahadhiri hao wametembelea mitambo hiyo iliyoko vijiji vya Msimbati na Madimba na kujionea namna ambavyo gesi asilia inavyozalishwa na kuchakatwa pamoja na kusafirishwa kwa ajili ya matumizi. Ziara hiyo imeandaliwa na serikali kupitia mamlaka ya udhibiti wa mkondo wa juu wa petroli nchini PURA, ikiwa na lengo kubwa la kuongezea uelewa kuhusu nishati hiyo ya gesi asilia. Kuwaleta kwenye hao maeneo kuongezea uelewa kwenye shughuli za uzalishaji wa gesi asilia na namna inavyochakatwa ni jambo muhimu, kwani litawezesha kuandaa vijana vizuri ili waweze kuingia kwenye soko la ajira na kuwa na ushindani mzuri. Kama mnavyojua sasa hivi tuko kwenye soko la ushindani, soko huria. Hapa nchini kuna ajira zinapatikana, lakini pia kimataifa. Kwa kama wadau wetu hao muhimu wamefika kwenye haya maeneo na kuongezea uelewa, wataweza kutransform hicho walichokipata hapa na kukipeleka kwa wanafunzi na kuweza kuandaa vizuri na kuanza kushindana vizuri kwenye soko la ajira, na hivyo kuleta manufaa kwa nchi na taifa kwa ujumla. Wakizungumza, baadhi ya waziri hao wamesema ziara hiyo imekuwa na manufaa kwao katika uandaaji wa vijana vyuoni kwenye sekta ya nishati.
Kwa kupitia ziara hii imeweza kuni-update mambo mbalimbali ambayo tunawafundisha wanafunzi wetu ambao kwa kiwango kikubwa ndio hao wanaokuja kufanya kazi katika hii mitambo ya production na uchakataji wa hii gesi asilia. Kwa ninaporudi sasa ofisini kwangu nitaweza kuandika ripoti na kuweza kushauri management namna ya kujipanga kuweza kuhakikisha kwamba VETA tuko vizuri katika kuzalisha vijana ambao ni mahiri na wenye sifa stahiki katika kuservice katika hii sekta ya gesi. Sambamba na hayo, wahadhiri hao wametembelea chuo cha ualimu Mtwara na kujionea miundombinu na nishati safi ya kupikia iliyopo katika chuo hicho. Kwa kweli tunasisitiza serikali iendelee kutanua uwekezaji wa miundombinu ya usambazaji wa gesi ili watu wengi waweze kupata unafuu kwenye matumizi ya gesi. Gesi ni all weather. Kama kuna mvua, kama kuna jua, gesi iko. Hakuna kusema kwamba kuni ni mbichi, haziwaki, zinatoa moshi. Gesi ipo, unapika chakula kingi unavyotaka na kwa bei nafuu. Kutoka mkoani Mtwara, Adamalima, Channel 10 Plus. Kwa taarifa hiyo kutokea huko mkoani Mtwara inatupa wasaa wa kuangazia taarifa nyingine. Sheikh mkuu wa Baraza la Waislamu Tanzania BAKWATA wilayani Tarime mkoani Mara amewaasa Watanzania kuwakemea kwa nguvu baadhi ya watu na vikundi vinavyojaribu kuharibu amani na kuwagawa Watanzania. Musa Makali anaripoti kutokea mkoani Mara. Hapa ni wilaya Tarime mkoani Mara. Shughuli za hapa na pale zinaendelea kwa wakazi wa wilaya hii ili kuhakikisha mkono unaenda kinywani. Katika msikiti wa BAKWATA wilayani Tarime mkoani hapa, dua maalum ya kuliombea taifa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan inafanyika, huku wimbo wa viongozi hao wa dini ikawa ni kuilinda amani ya taifa hili. Nimpate shari yoyote isipokuwa muhifadhi ya Rabbul Alamin. Saidia mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan katika kupigania maendeleo. Yeye peke yake tu hawezi, bali lazima na sisi tuweze kumsaidia. Anafanya jitihada kubwa sana zinaonekana na tunamwombea dua kwa Allah. Tunamwombea Allah aweze kumjalia zaidi na serikali yake kwa ujumla ili tuweze kupata amani ya milele. Kama mama analilia amani ya nchi hii, basi analilia amani ya nchi hii kwa ajili yetu sisi ambao hatuna nguvu sasa ya kukimbia. Kwa hiyo amani hii ikipotea hata pa kukimbilia sina. Akikabidhi zawadi ya tende kwa waumini wa dini ya Kiislamu ambao wako katika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, mkurugenzi wa taasisi ya Mwanzo Mpya Foundation amesema amani na umoja unapaswa kuhubiriwa kila mahali na viongozi wa dini. Ni kwamba tunajaribu kutimiza lile neno subira, kuangalia wenzako hata wasio wa imani yako. Maana ifikia kipindi sasa kuna sehemu nasikia kuna msiba wanaalikana tu watu wa imani fulani. Tunapotoka na tunamkosea Mwenyezi Mungu. Mara baada ya mfungo amani ile na tunachokiombea sisi hasa taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mama yetu Samia Suluhu Hassan, amani idumishwe ndani ya wilaya yetu na taifa kwa ujumla. Huo ndio wimbo wetu. Tunapokuwa tunasimama misikitini, kwenye nyumba zetu za ibada, huo ndio wimbo wetu. Hata mara baada ya mifungo hii iwe ndio desturi ya kila mmoja, huo umoja, walau tuhakikishe Tarime yetu tukidumisha upendo, tutapokea wageni wengi kupitia boda yetu tulionayo ya Sirari, tutapokea wageni kupitia pale, lakini watatamani walau kuona chochote kitu kilichopo ndani ya wilaya yetu ya Tarime. Kuhusu magonjwa ya milipuko, viongozi wa dini wakawaomba wataalamu wa afya kutembelea katika makanisa na misikiti kutoa elimu, huku baadhi ya wananchi nao wakikiri kutokuwa na tahadhari yoyote dhidi ya magonjwa haya. Tunaomba serikali na viongozi wajitahidi kuelimisha jamii au wananchi kwa sababu kama itakuwa na madhara, isaidie wananchi kujua na kujikinga na ugonjwa huo. Ni muhimu pia wakapita katika nyumba za ibada. Manake pengine hawajui, hawana elimu hiyo, wafanye nini? Wanasikia tu mtaani, lakini wakifika wakatoa elimu na ikiwa Jumamosi kwenye makanisa wakaenda wakatoa elimu, Jumapili wakaenda wakatoa elimu, wale wananchi wakachukua tahadhari na wakaifanyia kazi ile elimu. Mimi na imani kwa njia hii itakuwa rahisi sana kuweza kupambana na haya magonjwa mlipuko, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu yataondoka. Kutoka hapa wilayani Tarime mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10 Plus. Mkuu wa wilaya ya Ludewa Olivanus Thomas amewasihi wakazi wa Ludewa mjini kutumia maeneo ya mashamba kwa kilimo cha zao la mahindi baada ya kupanda mazao hayo katikati ya mji. Hatua hii inalenga kutoa nafasi kwa makazi kupandwa miti ya matunda pamoja na kimvuli kama sehemu ya utunzaji wa mazingira na kuboresha hali ya hewa. Taarifa zaidi na Michael Patrick.
Olivanus amesema hayo wakati alipojumuika pamoja na wananchi kwenye maadhimisho ya wiki ya misitu duniani na upandaji miti kitaifa, ambapo wilaya ya Ludewa imeadhimisha kwa kupanda miti katika shule ya sekondari ya Chief Kidulile na kuwasihi vijana kutunza misitu na wanapokata miti wapande mingi. Juzi tukiwa kwenye vikao, kati ya kitu ambacho kimeadhimiwa ni kwamba kuanzia mwakani hapa Ludewa mjini hakuna tena kupanda mazao kama yalivyo mahindi. Hapa sio shambani, watu wakapande shambani. Ilitakiwa tupitishe azimio hilo sasa hivi, lakini tayari watu wameshapanda tayari mahindi hayo. Hatuwezi tukasema tutayaharibu, lakini mwaka huu 2025 ni mwisho. Una mahindi yako, unaenda kapande wapi? Shambani. Habari za kwamba nyumba yote imezungukwa na mtaa wote umezungukwa na mahindi, hiyo habari hakuna. Kwa upande wake mwanasheria wa halmashauri ya Nathan Chalamila akimwakilisha mkurugenzi mtendaji amesema changamoto kubwa zinazojitokeza katika misitu ni uchomaji moto wakati wa msimu wa uandaaji mashamba. Swala la uchomaji moto limekuwa changamoto kubwa sana katika wilaya ya Ludewa. Tumeweza kudhibiti kwa maana kwamba udhibiti wake unaendelea kwa kutunga sheria ndogo za vijiji. Kupitia maadhimisho hayo, viongozi mbalimbali kutoka idara ya maliasili na utalii ngazi ya wilaya, mkoa na taifa wamekuwa na haya ya kusema. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, halmashauri ya wilaya Ludewa ina jumla ya mashamba ya miti ya kupandwa matano yenye ukubwa wa hekta 264, ambapo hekta 127 tayari zimepandwa miti aina ya mikaratusi na misindano. Kauli mbiu zetu zote mbili. Kauli mbiu namba 1 inasema kuongeza thamani ya mazao ya misitu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mazao hayo yanakuwa endelevu kwa kizazi cha sasa na kijacho. Kutakuwa na hali ya hewa nzuri ambayo itapelekea mvua kunyesha kwa wakati, na kwa sababu hiyo kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Nao baadhi ya wakazi wa wilaya ya Ludewa walioshiriki maadhimisho hayo wamepongeza jitihada za serikali za kuhamasisha upandaji miti. Kwa kupitia hii miti ambayo tunaipata leo, wanafunzi wataweza kupata lishe nzuri inayotoka kwenye matunda. Kutoka hapa wilayani Ludewa mkoani Njombe, naitwa Michael Patrick. Shukrani kwa taarifa hiyo. Na sasa mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Katika kukabiliana na majanga ya maafa yanayojitokeza ndani ya Ziwa Victoria kutokana na matukio ya meli kuzama, vivuko, boti pamoja na ndege za abiria baada ya kupoteza uelekeo, nchi za Kenya, Uganda na Tanzania zimesaini mkataba wa kudhibiti majanga hayo. Henry Kavirondo anatujuza. Makubaliano hayo ya jijini Mwanza yanalenga kushirikiana katika matumizi ya kituo cha uokozi cha Tanzania, huku Kenya na Uganda wakiridhia kunufaika na upatikanaji wa taarifa pindi vinapojitokeza viashiria vya majanga ili watumiaji wa vyombo hivyo wachukue tahadhari. Katibu mtendaji wa kamisheni ya bonde la Ziwa Victoria, Dr. Masinde Bwire, amesema mkataba huo utasimamiwa na kamisheni hiyo inayoratibu uendelezaji na usimamizi wa rasilimali za maji na asili katika nchi za Afrika Mashariki ambazo ni mwanachama wa bonde la ziwa hilo. Mwaka 2018 tulipoteza watu zaidi ya 223. Kadhalika kuna ajali kama hizo katika Jamhuri ya Kenya. Muda tofauti meli na boti zimekuwa zikizama zikiangamiza maisha ya watu. Hata Uganda vile vile, na hatuwezi kama Jumuiya ya Afrika Mashariki na nchi zetu kwa viongozi wakuu wakaona hali ikiendelea. Katibu mkuu Wizara ya Uchukuzi Tanzania Ludovic Nduhie ameishukuru kamisheni hiyo kwa kuyabeba maridhiano hayo kwa kuwa yamefanyika katika muda mwafaka ili kuwanusuru na vifo baadhi ya wananchi wanapokuwa safarini ndani ya ziwa hilo. Unalenga kutengeneza miundombinu ya mawasiliano na namna ya kupeana taarifa kwa haraka zaidi katika kufanya uokozi yanapotokea majanga. Wote tunafahamu ziwa letu limekuwa linakumbwa na majanga mengi na watu wengi wanakufa. Kwa hiyo mradi, faida kubwa ya kwanza, utatengeneza mfumo wa haraka wa kupeana taarifa na vyombo vya kufanya uokozi kwa haraka. Hatujabadili mawazo, bali ni kwamba sisi kama Kenya pia tumejitolea kuungana na nchi zingine, kwa sababu hatuwezi kuendelea kufanya kazi peke yetu ya kutengeneza hii MRCC na Tanzania na Uganda wawe peke yao. Huu mradi utanufaisha mataifa yote matatu. Kutokana na uwepo wa kituo hicho kinachoendelea kuboreshwa wilayani Ilemela jijini Mwanza, hali ya usafiri katika ziwa Victoria itaimarika na kwamba watumiaji wa vyombo hivyo wanapaswa kuzingatia maelekezo ya taarifa zitakazokuwa zikitolewa na kituo hicho. Henry Kavirondo, Mwanza.
Na ni taarifa yake hiyo Henry Kavirondo kutokea huko jijini Mwanza. Na sasa ni Afrika ya Kusini. Utawala wa Afrika ya Kusini umesema uamuzi wa Marekani wa kumfukuza balozi wake ni wa kusikitisha. Hii inafuatia taarifa ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kutangaza kuwa balozi wa Afrika Kusini ni mtu asiyekaribishwa na kumshutumu kwa ubaguzi. Afrika Kusini umehimiza kuwa pande zote zinazohusika katika kudumisha staha ya kidiplomasia wakati wanashughulikia suala hilo ndio yaliyojiri hivi karibuni katika mzozo wa kidiplomasia unaoendelea kutokota kati ya utawala mpya wa Marekani na Afrika Kusini. Waziri Rubio alimkosoa balozi wa Afrika Kusini nchini Marekani Ebrahim Rasool kwenye mitandao ya kijamii, akiweka kiunganishi cha makala ambayo ilionyesha maoni ya Rasool alitoa katika semina iliyofanyika mtandaoni. Rais wa Marekani Donald Trump ameshutumu serikali ya Afrika Kusini kwa kuchukua ardhi kutoka kwa wakulima wazungu. Hatua hii ni tukio la nadra kwa nchi ya Marekani na inaashiria msuguano unaoendelea kati ya Washington na Pretoria. Itakumbukwa wiki iliyopita Trump alichochea zaidi hali ya wasiwasi kwa kusema kuwa wakulima wa Afrika Kusini wanakaribishwa kuhamia Marekani, akisisitiza madai yake kuhusu unyakuzi wa ardhi. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo kutokea huko nchini South Africa, na sasa turejee tena hapa nyumbani. Waziri wa biashara na viwanda Dr. Selemani Jafo amefunga mafunzo ya siku 12 kwa wadadisi na wasimamizi wa sensa ya uzalishaji viwandani wapatao 246 nchini, ambao wamewasihi kukusanya takwimu sahihi za sekta ya viwanda ambazo ni nyenzo muhimu katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2020 hadi 2050, na hivyo kusaidia kupanua wigo uzalishaji wa ajira mpya kupitia dhana ya ushirikiano baina ya sekta ya umma na sekta binafsi. Kwa mujibu wa takwimu za serikali, mwaka 2023 Tanzania ilikuwa na viwanda vipatazo 49243, kati yake viwanda 41419 vilikuwa ni vile vidogo na vya kati. Waziri Jafo amesema takwimu ni muhimu hasa katika upangaji wa mipango mbalimbali ya serikali na uratibu wa sera za serikali. Kwa kasi tunaendelea nayo katika upande wa viwanda na maeneo mengine, tutaona kwamba nchi yetu inaweza kusonga mbele kuhakikisha kwamba vijana wake wakiweza kupata fursa mbalimbali za maendeleo. Tufahamu kwamba absorption capacity ya government and government in the world, nenda kaangalia, hamna taifa litaweza kuajiri vijana wote duniani. Private sector ni mlango wa ajira. Hili likawa ombi muhimu kwa washiriki wa mafunzo hayo. Niwaombe sana tuliopata mafunzo hayo, nendeni mkahakikishe, fanyeni kile mlichofundishwa na wakufunzi wetu. Nendeni mkakusanya takwimu sahihi. Taifa linawategemea. Sensa hii pia ina uhitaji mkubwa sana, kwani kama tunavyofahamu huwa tunajaribu kuangalia pia tunapima kuona mchango wa sekta kwenye pato la taifa. Kwa hiyo pamoja na kutumia sensa hii itatusaidia sana kuongeza ili kuweza kupata vipimo sahihi. Akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Iringa, mkuu wa wilaya ya Iringa Kheri James amesema serikali mkoani umo ipo tayari kutoa ushirikiano wa dhati katika zoezi hilo la sensa ya uzalishaji viwandani. Kazi hii tutaiweza. Kwa hiyo wale ambao watapangiwa kwenye eneo letu la mkoa wa Iringa, tuwahakikishie ushirikiano wa kutosha kuhakikisha kwamba kazi hii itafanyika vizuri, kwa wakati, uadilifu mkubwa, na hakuna changamoto yoyote mtakayokutana nayo katika kufanya zoezi hili. Maendeleo ya nchi yoyote ile yanatokana na viwanda. Ukiangalia maoni yaliyotolewa na wananchi walio wengi kwenye dira yetu ijayo ya 2050, wengi wametaja wanataka wapate huduma za afya na za kijamii, lakini miongoni mwa lile ni lile la kuwa na kipato cha juu cha kati ambacho kina kati ya dola 4516 hadi dola 14500. Naam, kazi ndio kwanza imeanza. Kazi na utu, tunasonga mbele 2025. Mimi ni Clement Sanga, Channel 10 Plus, Iringa.
Na mtazamaji, tutoke huko Iringa tuelekee mkoani Rukwa. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Rukwa, Silafu Jumbe Maufi, amekabidhi msaada wa viti, sabuni na madishi ya kutumia wajawazito katika kituo cha afya cha Mazwi na zahanati ya Kizuite kwa niaba ya kamati ya wanawake wa Tuge mkoa wa Rukwa. Taarifa zaidi na Wilbrod Sumia. Akikabidhi msaada wa viti, sabuni na madishi ya kutumia wajawazito katika kituo cha afya Mazwi na zahanati ya Kizuite kwa niaba ya kamati ya wanawake wa Tuge, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Rukwa amewakumbusha umuhimu wa kuendelea kumuunga mkono rais aliyefanya maboresho katika sekta ya afya nchini. Lakini tuna imani kwamba mama kwa maono alionayo, kwa kweli lazima kina mama wa Tanzania tumuunge mkono. Tuhakikishe tunamuunga nini? Tunamuunga mkono. Mama akiendelea kusimama pale, nadhani kwamba huko mbele kuna neema kubwa zaidi. Tunazo zahanati, tuna vituo vya afya, na leo Sumbawanga tuna hospitali ya wilaya iko pale Isofu. Leo hii hospitali yetu ni hospitali ya rufaa. Vifaa vyote vya kumhakikishia mama anapata usalama wake, vifaa hivyo vipo. Awali viongozi wa Tuge wameeleza dhamira yao ya kukabidhi msaada huo kwa ajili ya wajawazito. Mganga mfawidhi wa kituo cha afya Mazwi amesema kituo hicho huzalisha wastani wa kina mama 600 kwa mwezi, hivyo mahitaji ni makubwa na kuwashukuru Tuge kwa msaada walioutoa. Kwa hiyo Tuge tumeleta ni kitu kidogo, ni alama ndogo, lakini tunaamini ita drive na wengine kufanya. Sehemu tu walau mama zetu wanaokuja kwa ajili ya kuendeleza taifa hili ndio na watu wengi wapate sehemu walau ya kukaa. Sio kwamba tumeanza kwa mwaka huu. Ni mwendelezo wa miaka mingine. Kwa sababu huko nyuma tumeyafanya haya. Ningependa kutoa shukrani kwa mama. Tunashukuru sana. Asante sana kwa kuja kututembelea. Tunashukuru. Nikiripoti kutoka mkoani Rukwa, mimi ni Wilbrod Sumia na hii ni Channel 10+. Na taarifa yake hiyo Wilbrod Sumia. Ndivyo ambavyo inatamatisha habari za katika upande wa kitaifa na kimataifa. Na mtazamaji, inatupa wasaa wa kuangazia taarifa za michezo na burudani. Muda mfupi ujao utakuwa naye hapa Kiongo Biriani Lulu Ali atakufahamisha zaidi. Naam, shukran sana Philipi na Ndota kwa habari hizo za kutwa nzima. Leo nami niko hapa kukujuza katika upande wa michezo na burudani. Mimi ni Kiongo Biriani Lulu Ali, karibu. Na mtazamaji, kwa kwanza, bondia Karim Mandonga kutoka mji Kasoro Bahari atakuwa ulingoni katika pambano la ngumi lisilo la ubingwa dhidi ya bondia Said Mbelwa wa Dar es Salaam, pambano litakalofanyika siku ya Eid pili katika uwanja wa Majaliwa Ruangwa mkoani Lindi. Mabondia wanaolibeba pambano hilo, Karim Mandonga amesema anakuja na ngumi itayo kaniki, hivyo atamchakaza mpinzani wake katika raundi za awali, huku naye Said Mbelwa akijinasibu kuwa hatokubali kuwa mteja kwa Mandonga, hivyo amekuja na ngumi itayo mama mkanye mwanao. Mratibu wa pambano hilo ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha mapromota wa ngumi Tanzania Everest Ernest, pamoja na mambo mengine, amesema katika pambano hilo Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa anatarajiwa kuwa mgeni rasmi. Karim Mandonga mtu kazi, ni mtu wa kazi. Bwana, mimi nashukuru sana Mwenyezi Mungu kanirudishia tena huyu jamaa wangu. Huyu ni ndugu yangu, lakini ndugu yangu mwenyewe ndugu yangu wa mchongo. Sasa juu ya fight hii nimefurahia sana. Najua mara kwanza nilimpiga Said Mbelwa, nilimpiga KO Morogoro. Pambano la pili tumeenda kupigana Bukoba, lakini Bukoba naye adhabu alikutana nao nadhani alielewa, ila walimbeba wakamwambia kidogo hii ngoja tumsaidie ndugu yetu mtu mzima asije kaumbuka. Ila nasema hivi, kizalanzala na Kenya la pembe nimemletea ngumi ya kigeni ambayo tunakutana wapi? Kwa mheshimiwa waziri. Bwana, nimesema Rufiji naipeleka ngumi inaitwa kaniki. Hii ngumi kaniki kwa mganga inapatikana, kwa mchawi inapatikana. Huyu Said Mbelwa nikimpiga tena maana kuwa mweusi kabisa, aonekane tena kwenye mitandao, ajue kabisa Karim Mandonga mtu kazi, ni mtu wa kazi. Mandonga mtu kazi, mimi siwezi kukubali kama yeye mtu kazi. Kitu cha kwanza namshukuru promoter Mpao kunipa hii fight. Nafikiri mechi ya mwisho mimi na Mandonga tulicheza Muleba. Pambano lilitoka sare, lakini kwa sare ile mimi ninachojua
nimekubali sana, lakini majaji nao ni binadamu, wana jicho lao la kuangalia vile vile, mwingine anaona hivi na mwingine anaona hivi. Nakuja na kitu kinaitwa mama mkanye mwanao, na ngumi ambayo itakomkuta Mandonga ile mwana ukome. Pambano hili tunatarajia lifanyike siku ya Idi Pili, na tunasema hii ni maalum kwa ajili ya Wanaruangwa kwa sababu Wanaruangwa hawajawahi kupelekewa mchezo wa ngumi pale. Kwa hiyo kauli mbiu yetu ni kwamba hii ni zamu ya Wanaruangwa sasa hivi. Na ni special kabisa kwa ajili ya Mheshimiwa mbunge na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na yeye mwenyewe ndio mwenye mapenzi hayo ambayo ameyahitaji ayaone pale yanafanyika mjini Ruangwa. Mimi nitatoa ofa wacheze ubingwa wa PST ili watakiweko pale mgeni rasmi awe na kitu cha kumpa mtu, sio kwamba akishashinda tu mtu haendi pale akabalishwa mkanda pale. Tumejitahidi, tumetengeneza mkanda wa Mama Samia, lakini tunajitahidi vile vile na kama waziri mkuu atakweko, naye tutamtengenezea mkanda maalum, naye tumpe mkanda kwa ajili ya shughuli aliyofanya. Na mwamuzi wa Tanzania Ahmed Arajiga ameteuliwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF kwa miongoni mwa waamuzi watakaochezesha mchezo wa robo finali ya ligi ya mabingwa Afrika baina ya Pyramids FC ya Misri dhidi ya FC FAR Rabat ya Morocco. Mchezo huo umepangwa kuchezwa Aprili 1 mwaka 2025 kwenye uwanja wa 30 June jijini Cairo nchini Misri. Uteuzi huu ni heshima kwa soka la Tanzania na unaonyesha kuaminika kwa waamuzi wa Kitanzania kwenye mashindano ya juu barani Afrika. Tukielekea katika upande wa michezo kimataifa, kunako tetesi za soka barani Ulaya ni kuwa klabu ya Real Madrid imeanza mchakato wa kutaka kumsajili kiungo wa Chelsea na timu ya taifa ya Argentina Enzo Fernandez, ambaye ameonyesha utayari wa kujiunga nayo katika dirisha lijalo la majira kiangazi, kwani ni moja kati ya ndoto za mchezaji huyo kukichezea kikosi hicho. Ili aweze kuondoka Chelsea, Real Madrid wanapaswa kulipa zaidi ya euro milioni 100 kama ada yake ya uhamisho, kwani alisajiliwa kwa mkwanja mrefu alipotua katika kikosi hicho majira kiangazi ya msimu wa mwaka 2023 hadi mwaka 2024. Mbali ya mkwanja huo, kwa mujibu wa tovuti ya 442, kunako uwezekano mkubwa yakafanyika mabadilishano ya wachezaji ambapo Aurelien Tchouameni anaweza kwenda Chelsea kisha Enzo kutimkia Real Madrid. Mkataba wa sasa wa Enzo Fernandez mwenye umri wa miaka 24 unatarajiwa kumalizika mwaka 2032. Itakumbukwa katika msimu huu amecheza mechi 34 za michuano yote akifunga mabao 5 na kutoa asisti 9. Na tukiongezea katika upande wa burudani, mwanamtindo na mfanyabiashara Marekani Kim Kardashian amekataliwa kununua Biblia ya baba yake Robert Kardashian ambayo alimpa O.J. Simpson, ambaye ni nyota wa zamani wa kandanda na mwigizaji wa Marekani aliyekuwa na kesi ya mauaji mwaka 1995 kwa tuhuma za mauaji ya mkewe aliyefahamika kama Nicole Brown. O.J. Simpson na baba mzazi wa Kim Kardashian walikuwa marafiki tangu miaka 1970 na Simpson aliwahi kudai kuwa yeye ni baba ubatizo wa Kim. Pia marehemu mke wa Simpson, Nicole Brown, alikuwa rafiki wa karibu wa mama yake Kim ambaye ni Kris Jenner. Kwa mujibu wa jarida la People, Kim alitoa ofa ya $15,000 kwa Biblia hiyo, lakini msimamizi wa mali za Simpson alikataa ombi hilo kwa sababu Biblia hiyo tayari ilikuwa imepangwa kuuzwa mnadani chini ya mkataba wa mahakama. Mali za O.J. Simpson zimekuwa zikiuzwa kama sehemu ya kupunguza au kufuta madeni ya mwigizaji huyo wa zamani. Na mtazamaji, na huu ni uliosa kuangazia zinazobamba mtandaoni, ambapo kutoka mtandaoni mmoja tukio linaloongelewa kwa sasa linatoka Kilimanjaro, ambapo wanawake wawili wanadhaniwa kuwa ni washirikina wamekuta wakiwa watupwa alfajiri ya leo Machi katika madhabahu ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKT Dayosisi ya Kaskazini Jimbo la Hai usharika wa Nkwarungo Machame Kaskazini wilayani Hai mkoani Kilimanjaro. Tukio hilo limezua taharuki kubwa wilayani Hai, ambapo wanawake hao walipokamatwa na kuzungukwa na wananchi na kuhojiwa walidai kuwa walitumwa kwenda kuchukua ulimi wa mwanamke mmoja aliyezikwa hivi karibuni katika makaburi ya usharika huo. Mambo yamekuwa mengi mtandaoni, kila mmoja akiongea lake. Wapo wanasema makanisani yanatafuta kiki, wengine wanasema Mungu anatenda kazi yake. Basi nasi tunaacha kama lilivyo ambavyo inaonekana, ila
kila binadamu ana imani yake anayoamini na kuacha hivyo kwa tafakuri. Nami sina la ziada katika upande wa michezo na burudani. Ulikuwa nami Lulu Ali, au waweza kuniita Kiungo Biriani, kurudisha kwake Filipina Ndwata. Kiungo Biriani Lulu Ali, ndivyo ambavyo natamatisha katika upande wa habari za michezo na burudani. Na mtazamaji, nami sina la ziada kutokea hapa Channel 10 Plus habari. Ulikuwa nami Filipina Ndwata ambaye nilikuangazia habari za kutwa nzima ya leo. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vyetu vinavyoendelea na nikutakie usiku mwema. Kwaheri.